warahmatullahi wabarakatuh, msikilizaji wa FM 94.9 nyakati za kusisimua kutoka Mtwara, Tanzania. Sisi huku ndiko ambako tuna patikana. Hii ni 94.9, tunakutana tena kwenye kipindi cha Tiba na Dua ambacho hukujia kila siku inapofika saa 3 kamili za usiku, na safari inakuwa ni ya risali moja kwa maana ya mpaka saa 4 za usiku. Na wiki hii tunazungumza kuhusiana na Zaitu Nur, kwa maana ya mafuta ya Nur, sehemu ya pili mara baada ya sehemu ya kwanza. Sehemu ya tatu, sehemu ya kwanza yalitolewa mafuta ya Nur, lakini baadaye ikarudiwa wiki iliyofuata manake watu wakaenda kupata tena mafuta ya Nur, na sasa hivi imerudi tena kwa maana ya mafuta yenye maajabu mazito ambayo ukiyatumia basi tunasema kwamba utakuwa ni miongoni mwa watu ambao ni wenye kufanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu yako na dua ndani yake, yako na baraka ndani yake, yanaitwa Zaitu Nur. Lakini wiki hii yakija na maboresho, tunazungumzia kuna ongezeko la vitu vingine ndani ya mafuta ya Nur ambayo yatakwenda kupatikana Jumamosi na Jumapili kutoka nyumba ya Tiba na Dua. Sheikh Hamisi Suleiman pamoja na Sheikh Abdallah Gunda wanapatikana Ligula B, barabara ya Lunyota, jirani kabisa na kwa Amigo. Ligula B, barabara ya Lunyota, jirani kabisa pale na kwa Amigo. Unaweza kuwatafuta kupitia 0758 67 85 52, 0758 67 85 52, au 0713 43 98 91, 0713 43 98 91. Tayari wako ndani. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mko salama? Alhamdulillah. Vipi kusana mapambano ndani ya nyumba ya Tiba na Dua? Mapambano ni mazuri, alhamdulillah, tunashukuru Allah tabaraka wa taala. Okay, tuliachia jana wakati tunasema kwamba tunakwenda kuchukua simu za wale ambao wanatusikiliza. Tuliachia pale ambapo tulikuwa tunazungumza kuhusiana na faida za mafuta haya ya Zaitu Nur, kwa maana ya mafuta ya Nur, namna ambapo yanakwenda kutenda kazi ndani ya mwili wa binadamu, mwili wa mkazi wa Mtwara. Tuanzie hapo, tuendelee kutazama yaliyo mazito ndani ya mafuta haya ya Nur. Naam. Unajua bwana Mnakami, biidhnillah tabaraka wa taala, inshallah leo tena tunaendelea katika kipindi kingine tena ambacho ni bora kabisa katika vipindi vyote vinavyopatikana nyumba ya Tiba na Dua, ambapo leo tunaendeleza ule mwendelezo wa kuyaelezea mafuta ya Nur. Mafuta ya Nuru ambayo yanatokana na michanganyo aina 9 kwa idhini yake tabaraka wa taala, ambapo tutaenda kuondosha matatizo ya aina mbalimbali katika afya na miili yetu, ambapo haya mafuta yalianza wiki 2 zilizopita ya mwezi wa 8 ule, ambapo kutokana na maombi ya watu yamekuwa ni mengi sana, watu wakaomba ya kwamba mafuta yale tena tuweze kuyapata, kwa sababu yalileta faida kubwa sana katika afya na miili yao. Na hakika na mimi nimesikia kilio cha wengi, na Waswahili wasema wengi wape. Kwa hivyo biidhnillah tabaraka wa taala, inshallah wiki hii na Jumamosi hii ya Jumapili hii, basi tunaenda kuyapata mafuta hayo, mafuta ya Nuru, kwa uwezo wake na utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Sasa jana tulikuwa na tunaelezea mafuta hayo ya Nuru kwa kuanzia na mafuta ya boga na mafuta ya tende. Naam. Ambapo mafuta haya aina 2 yanaenda kuingia katika michanganyo ya mafuta aina nyingine ambazo ni 6, ambapo ukija kujumlisha unapata aina
mafuta aina 7 ambayo na haya mawili ambayo tulikuwa tukielezea jana, maana yake ni mafuta 9 kwa ujumla wake. Inshallah haya mengine tutaendelea kueleza kadri siku zitakazoendelea kwa utukufu wake subhanahu wa subhana. Ikhwani ndugu zangu, ama biidhnillahi tabaraka wa taala, sisi bado tunaendelea kupatikana hapa Mtwara mjini, maeneo ya Ligula B, barabara ya Runyota. Tuko jirani na Amigo. Nyumba ya tiba na dua utaweza kuipata kwa namba 0713 43 9891, 0713 43 9891, au kwa namba 0758 678552, 0758 678552 biidhnillahi tabaraka wa taala. Ikhwan zangu, ama biidhnillahi tabaraka wa taala nitaendelea kumalizia wasifu wa mafuta ya boga kwa idhni yake tabaraka wa taala siku ya leo kwa hurma na utukufu wake ansa wa jalla. Ikhwani, ama tunaposema mmea wa boga ni mmea ambao ni mtukufu sana ambao Allah tabaraka wa taala kauelezea ndani ya Qur'ani moja kwa jina lake, lakini pia ndiyo mmea ambao Allah tabaraka wa taala kamuoteshea mtume wake Yunus ili kwenda kuponyesha maradhi yake yaliokuwa mazito baada ya kuwa amemezwa na samaki na kuishi katika magiza matatu ndani ya bahari. Sasa baada ya kuwa amechauliwa na samaki yule, mtume Yunus akiwa taabani, akiwa ni mgonjwa kweli, sasa Allah tabaraka wa taala ili kuweza kumrejeshea afya yake mtume wake, ili kumpa uzima mtume wake Yunus, ili kumpa nguvu mtume wake Yunus, akamuoteshea mmea huu wa boga ambao leo hii naendelea kwa mara ya pili kuelezea, ambapo mafuta yake ndiyo yanaenda kupatikana siku ya Jumamosi kwa huruma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Na mashallah kuanzia jana tumeanza kupata oda, watu wameweza kuweka oda zao maalum, na kwa sababu mafuta haya ni machache, jitahidi ndugu yangu unasikiliza kipindi hiki usije ukakosa, kama jinsi ilivyokuwa mwezi wa 8 ule. Wapo wengi sana walikosa na wakabaki wakiyatafuta mafuta yale na wasijue wapi tena pa kuyapata. Nikwambie tuko hapa Mtwara mjini, huwezi kuyapata sehemu yoyote zaidi ya nyumba ya tiba na dua. Sasa tunasema miongoni mwa faida za mafuta ya boga tunasema ni tahsini sihhati alqalbi, kwamba mafuta ya boga yana uwezo mkubwa sana wa kutengeneza afya ya moyo. Kwa nini tunasema kwamba mafuta ya boga yana uwezo wa kutengeneza afya ya moyo? Tunasema nadhran limuhtawaha alali min aladid min alanasir alghidaiya alhamma. Ikhwan zangu, mnasikiliza kipindi chetu kwa utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Tunasema mafuta ya boga yana uwezo mkubwa sana wa kuweza kutibia maradhi katika afya ya mwili wa mwanadamu na kurejesha siha au afya ya moyo, kwa sababu ndani ya mafuta ya boga panapatikana anasir alghidaiya alhamma, yani vile virutubisho au chakula lishe zinazopatikana sehemu mbalimbali kwa mimea aina mbalimbali, ndani ya mafuta ya boga utayapata. Kwa tunasema kad yusaidu budhur zait budhur alqara fi hifadhna ala sihhati alqalbi wa tahsinha. Tunasema mafuta ya boga yana uwezo mkubwa sana wa kutengeneza afya ya moyo wa mwanadamu na kutengeneza siha ya moyo wa mwanadamu. وقد خرجت بعض الدراسات بالنتائج التالي, na kama jinsi ambavyo baadhi ya masomo ya wanawazuoni watafiti wa sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watafiti wa tiba za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walivyothibitisha ya kwamba kweli kabisa mafuta ya boga yana uwezo mkubwa kabisa wa kutengeneza afya na mwili na wa moyo wa mwanadamu. Kwa hivyo hapa katika nukta hii tunaweza tukasema wale wenye maradhi ya moyo ndio hasa mahala pake. Wewe ambao unasumbuliwa na pressure, wewe ambao unasumbuliwa na mambo kadha wa kadha yanayoambatana na moyo na hata kwa damu pia, mafuta haya kwako ni mujarabu sana. Jitahidi siku ya Jumamosi na Jumapili yake uweze kuja kuyapata hapa nyumba ya tiba na dua, maeneo ya Ligula B, barabara ya Runyota. Mwanachuoni huyu akasema miongoni mwa faida ya mafuta haya ya bogo katika jambo la moyo, akasema faida ya kwanza kwamba يساعد زيت بذور القرع على خفض ضغط الدم.
tunasema kwamba mafuta haya ya boga yana uwezo mkubwa sana kuweza kumpunguzia mtu tatizo la pressure. Wale watu wenye mambo ya pressure, moyo unaenda mbio, mioyo inalipuka, moyo mpana, moyo sijui umejaa maji, yani mambo kadha wa kadha, tunasema mafuta ya boga hasa hapo ndio mahala pake. Na hapo ndipo utakapoona maajabu yake Allah tabaraka wa taala alipoweza kumuoteshea mmea huu mtume wake Yunus alayhi salam. Hivi upate kujiuliza hata mara moja, kwa nini Mwenyezi Mungu asingeweza kumuoteshea mchungwa? Kwa nini Mwenyezi Mungu asingeweza kumuoteshea mpera? Kwa nini Mwenyezi Mungu asingeweza kumuoteshea mpapai, bali akamuoteshea mmea wa boga? Ni kwa sababu mmea wa boga umesheheni virutubisho vingi sana, chakula lishe ndani yake, ambayo itaenda kumsaidia mtume wake Yunus na kupona maradhi yake yote. Lakini pia sambamba na kusema kwamba mafuta haya ya boga yana uwezo wa kuondosha ile mambo ya pressure za mioyo ya wanadamu, lakini walikulstura almurtafi'in, lakini pia mafuta ya boga yana uwezo mkubwa sana wa kwenda kuondosha cholesterol zilizosheheni katika mwili wa mwanadamu. Cholesterol maana yake ni mafuta yaliyogandamana katika mishipa ya damu, mishipa ya damu ambayo kama cholesterol hiyo ikiendelea kusheheni hivyo, basi damu itatembea chini ya kiwango katika mwili wako, na kama damu itatembea chini ya kiwango katika mwili wako, maana yake kitakachotokea ni moyo kufanya kazi kubwa ya usukumaji wa damu kupita kiwango chake, ili iweze kutosheleza ule mzunguko wa damu ndani ya mwili wako. Na hapo ndipo tunasema kwamba moyo unaenda mbio, moyo pressure, sijui moyo mkuu umetanuka na mambo kadha wa kadha. Lakini pia cholesterol au mafuta yanaposheheni katika mishipa ya damu, maana yake mafuta yale yataenda kuchangamana au kuchanganyikana sambamba na damu na utembeaji sambamba na damu. Hivyo damu yako itakuwa ni nzito sana katika utembeaji ndani ya damu yako, na hapo patapatikana ganzi, patapatikana sijui miguu kuwaka moto, patapatikana hapo hata mtu akiwa anakanyaga nyayo yake anajiona kana kwamba amekanyaga matope, yani nyayo yake ni safi lakini ataona kama anakanyaga matope. Maana zile hisia ambazo zinazorejesha katika mwili wake kwamba mimi nimevaa kiatu au sijavaa kiatu zinakuwa hazipo, kwa sababu damu haipatikani vyema katika mwili wake. Lakini pia tunaposema cholesterol inapozidi katika moyo, maana moyo unaweza kuwa umezungukwa na damu, yani umegandamana damu juu yake, limekuwa tabaka lipo juu ya moyo, kitendo ambacho hata ule moyo kupata fursa ya kuweza kusukuma damu na mapigo yako zile daqatul qalbi, yani yale mapigo ya moyo yakawa ni tabu sana, kwa sababu moyo umezungukwa na damu katika hali za namna hiyo. Lakini pia ama faida ya mwisho katika hii mafuta ya boga kwa upande wa moyo, tunasema tahtawi zait budhur alqal'a ala enzimati tusaid ala tawsi' al-aw'iyah ad-damawiyya wa tahsin sihhat al-qalb. Tunasema mafuta haya ya boga pia yana uwezo mkubwa sana kwa kuweza kuzalisha enzimat, yani enzim za aina mbalimbali katika mwili wako, ambazo enzimu hizo kama zitapatikana vyema tusaidi ala tawsi' al-aw'iyah ad-damawiyya, enzimu hizo zitaenda kufanya kazi ya kutanua mishipa ya damu ili damu ipate kutembea vizuri. Enzimu hizo zitaenda kufanya kazi ya kusafisha ile mishipa ya damu ya utembeaji wa damu. Maana yake tunasema kama ni grader fulani inaenda kukokoroa yale mafuta yaliyogandamana katika kuta za mishipa ya damu. Kitendo hicho kitakufanya mishipa yako itembeze damu katika hali iliyokuwa nzuri, kwa sababu enzim inapatikana katika mwili wako na inazalishwa vyema katika mwili wako. Maana yake basi, kama damu itakuwa inatembea vizuri katika mishipa ya damu, hapo moyo wako utarudia katika siha na afya iliyokuwa njema kwa idhini yake tabaraka wa taala. Hii utaona namna gani Allah tabaraka wa taala hakuweza kumchagulia mtume wake Yunus mmea wa papai wala wa pera wala wa muhogo wala mwoko wala korosho, bali akamchagulia mmea wa boga, kwa sababu ndani yake kuna faida kubwa kabisa biidhnillah tabaraka wa taala, na ambazo ndio sisi siku ya Ijumaa mosi na siku ya Jumapili yake kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala tunaenda kupata mafuta hayo sambamba na mchanganyo wa mafuta ya
tende, mafuta ya tini, mafuta ya wardi, mafuta ya zabibu na kadhalika. Tunaenda kuondosha matatizo yetu inshallah biidhnillah tabaraka wa taala. Sisi bado tutapatikana hapa Mtwara mjini, maeneo ya Ibulabi, barabara ya Runyota, tupo jirani na Aligo. Waweza kutupigia kwa namba ya 0713439891 0713439891 au kwa namba 0758678552 0758678552 0758678552 biidhnillah. Na mimi nipokee hapo kama ambavyo Sheikh amefanya, lakini nataka kujua, narudi huko kwa Sheikh Bunda, nataka kujua kuhusiana na zaidi mafuta ya Zaitun Nur. Kwa nini pengine tunakwenda kupata mafuta ya Zaitun Nur siku ya Jumamosi na Jumapili? Kwa sababu ukiangalia alipoeleza Sheikh hapa, baada ya billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, ni kwamba Sheikh ametueleza kwamba Zaitun Nur ina mchanganyo wa mafuta aina 9. Maanake kuna mimea aina 9 ambayo inatoa hayo mafuta, na hayo mafuta akiyapata mwanadamu ambaye anatusikiliza hapa, yanakwenda kuondosha matatizo mbalimbali. Amejaribu kuyataja Sheikh kwa ufasaha sana kiasi kwamba hata mimi niko natamani aendelee kukutajia wewe. Lakini katika kitu ambacho nitajazia hapo katika alivyoeleza Sheikh ni kwamba pamoja na mafuta hayo ya mboga, lakini pia kuna mafuta ya tini, kuna mafuta ya zaituni, lakini pia kuna mafuta ya nyangumi. Wewe utaona tu mpenzi msikilizaji kwamba jambo hili ni jambo adimu, jambo muhimu, na ukizembea kupata ndani ya wiki hii, pengine usijiekee yani ile kwamba kujiamini kwamba yanaweza kupatikana kwa siku nyingine. Hakikisha kwamba unajitahidi unapata, kwa sababu ukishapata haya itakuwa umekaa na daktari katika nyumba yako. Yaani hakikisha kabisa wewe unamchukua daktari huyu, unakaa naye na atakusaidia sana katika kuondosha shida mbalimbali. Mtaalamu huyu anatuambia kwamba katika faida ya Zaitun Nur ambayo ndani yake kuna zaitun rutab au mafuta ya tende. Kwanza nieleze faida ya tende. Moja katika faida za tende ni kuondosha uchawi, na tunawashauri watu wote wanatusikiliza hapa, asubuhi kabla hujala kitu chochote, hakikisha unapata kokwa zako 7 za tende. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesisitiza sana ulaji wa tende, na akasema katika kitu kinachoua minyoo kwa haraka sana ni tende. Lakini pia kama mtu itakuwa amevimbiwa kabisa katika tumbo lake, anahisi kushiba asubuhi, ana harufu chafu zinatoka katika pua yake, hakikisha anakula ajwa 7, itamsaidia sana. Lakini kama kuna yule ambaye amesibiwa na uchawi katika mwili wake, apate tende. Kwa hiyo hiyo ni tende yenyewe. Sasa ukiangalia mafuta yana msaada mkubwa sana kwako. Bingwa mmoja anasema kwamba yukhaffifu milatihabatil mafasid. Kwanza inaondosha yale matatizo ya joints. Maanake haya masala ya viungo, yani katika sehemu za kukunja mikono hii, vidole, kuna baadhi ya watu wanapata shida, ganzi zimejaa katika mwili wao. Sasa hii ina msaada mkubwa katika kuondosha matatizo ya miguu kuuma, au hii sehemu za magoti, sehemu za nyonga, sehemu za mikono, sehemu za mabega. Yani hizi sehemu ambazo mtu anakunja mkono, kuna watu wengine mikono yao kukunja imekuwa ni shida kutokana na machawi yaliyosibu, kutokana na mitihani waliokuwa nayo. Sasa tunawasisitiza kwamba wajitahidi kuja kuchukua haya mafuta ya Nur ambayo ndani yake yana mafuta ya tende. Na ukizingatia sana mafuta ya tende, Sheikh Hamisi, ni mafuta ambayo hayapatikani.
yani kuyapata ni kwa shida sana. Na jana tulikueleza kwamba wanaotoa mafuta ya tende ni mamlakatu as-Saudia, mamlakatu al-Arabia as-Saudia, ile serikali pale ya Saudia ndio wameweka viwanda hivyo, na wamejitahidi kusomesha katika university na college kuonyesha umuhimu wa mafuta haya, na uvumbuzi ulipatikana mwezi wa 4 mwaka 2018. Utaona kwamba teknolojia yake imechelewa sana kuja kuyatoa mafuta haya, lakini yana msaada mkubwa sana. Anatuambia kwamba haithu yahtawi zaitu rutab ala al-kathiri min al-arashiri, kama walivyosema al-ghidhaiya al-hama, kama yu'mal ala takhfif ash-shu'ur bil-imsaki al-mushkila allati kad tu'ani minha al-kathiru min as-sayyidat khalala fatrat al-haml, wa ya'mal aydan ala taqwiyat 'adalat ar-rahm. Kuna baadhi ya matatizo ya mfuko wa uzazi. Mara nyingi tunasema kwamba kuna baadhi ya kina mama huwa wakipata ule ujauzito unachomoka, maanake hautulii. Maanake inakuwa mara kwa mara yeye anakamata ujauzito unatoka, unakamata ujauzito unatoka, maanake kile kizazi chake au mfuko wa uzazi wanasema umelegea. Na hawa mara nyingi hospitali yetu wanawaita bed rest, maanake anatakiwa akae pale hospitalini kwa muda mrefu, alafu matokeo yake ajifungulie kule kule. Sasa kuna mwingine anakaa hospitalini lakini pia anakosa huyo mtoto. Sasa mafuta haya Zaitun Nur, ambayo ndani yake kuna mafuta haya ya tende, ambayo specialist yanafanya kazi ya kukifanya kizazi chako kikiwe na uwezo wa kudhibiti mtoto na akafikia muda wake maalum. Kuna watu wanazaa watoto wanaitwa njiti, yani maanake ni watoto ambao hawafikii katika ule umri wa kutolewa duniani, kuanzia miezi 9 al-aghlabia mpaka mwaka mmoja, kwa sababu hata ujauzito wataalamu wanasema unaweza kufika mwaka mmoja na ikawa haina shida. Ikizidi hapo ndio inakuwa ni shida zaidi. Sasa huyu mtoto anazaliwa chini ya miezi 9, anazaliwa miezi 8, anazaliwa miezi 7. Hii pia inasababishwa na ima jini aliyokuwepo ndani ya tumbo kumsukuma huyu mtoto nje ya wakati wake, au kutokana na changamoto ya mfuko wa uzazi wa mama huyo. Hasa matatizo hayo na mengine, mtaalamu anasema kwamba hii kutokana na virutubisho al-anasir al-ghidhaiya, virutubisho ambavyo hivyo ungevipata katika vyakula mbalimbali ili kufanya kizazi chako hicho kikae sawa, basi utayapata katika Zaitun Nur. Na mama unayenisikiliza hapo, utapata msaada mkubwa sana kuweza kukamata ujauzito. Kwa wale ambao wanachukua muda mrefu sana kupata ujauzito, mtu amekaa kwenye ndoa, pengine huu ni mwaka wa 3, mwaka wa 4, mpaka mume wake anamdhania vibaya. Lakini pia kuna baadhi ya kina baba wanazo mbegu na wanakutana na wake zao, lakini hawana uwezo wa kumpa mama ule ujauzito. Yani hilo ni tatizo, kutokana na yale material yake ya zile mbegu zake, zile sperm zinakuwa hazina uwezo mzuri. Kwa hiyo hii sasa ukiipata inakwenda kurutubisha na unapata zege. Tunasema kwamba unapata mbegu za kutosha zilizokuwa na uwezo ambao utampa mama ujauzito. Lakini pia kuna wengine wakifikia wakati wa kujifungua wanapata shida sana, mpaka inakwenda kutumika operation. Mimi niseme ukiyapata mafuta haya Zaitun Nur, ambayo ndani yake kuna Zaitun Rutabi au Zaitun Tumur au Zaitun Ajwa, wataalamu wanaita majina matatu: Zaitun Rutabi, Zaitun Ajwa, Zaitun Tumur. Manake mafuta ya tende ambayo ni mafuta adimu duniani, mafuta yanayopatikana kwa shida duniani, lakini yakachanganywa katika Zaitun Nur, basi wewe mafanikio yako yanakwenda kukaa vizuri sana. Lakini anasema mtaalamu yaqi min irtifai nisbatu sukar fi dam, inazuia uwezekano wa mtu kupata viashiria vya maradhi ya sukari, waliyadhu billah. So maradhi ya sukari ni maradhi ambayo yanatesa sana jamii yetu. Ni maradhi ambayo yanaweza kusababisha wewe ukaenda msalani hata mara 3 usiku, unasumbuka sana, yaani unatoa haja ndogo mara kwa mara, mwili unakosa nguvu, lakini pia inasababisha kukosa uwezo wa tendo la ndoa. Na matatizo mengine ambayo yanajitokeza baada ya mtu kuwa na sukari ni kukosa nguvu, lakini pia kulala sana, lakini kulala kwenyewe kwa shida. Mimi nikwambie, ukipata mafuta haya, mafuta ambayo yana mchanganyiko wa mafuta aina 9, yani wewe utaona tu kwamba, kwa sababu haya mafuta mengine ambayo tujakutajia yana msaada mkubwa peke yake, yani kila mmoja ni jeshi la mtu mmoja. Ukisema hii Zaitun Tamr, yani manake haya mafuta ya tende peke yake yanakutosha kabisa wewe kukutibia maradhi mengi. Lakini tukaona haitoshi,
tuweke tena na zaitun, mafuta ya tin, tuweke tena na zaitul yaqtin, mafuta ya mbegu za boga. Tukaona haitoshi, tukaweka mafuta ya ambar. Sisi tunachotaka ni kwamba tuhakikishe huyu mtu wetu anakwenda kufanikiwa biidhnillahi alkarim. Naam, kwa hiyo mimi niseme wewe ambao unatusikiliza una matatizo ya kutoka harara, tunasema haya matatizo ya ngozi, yani miwasho, maanake wewe unajikuta mara kwa mara unajikuna, mara kwa mara unatoka vishilingi, mpaka unapata dawa ambazo sio rasmi. Maana mkuta bwana mmoja shekhe anamwambia jirani yake kwamba ukitoka vishilingi kwenye kichwa, unajua kuna yale maradhi ya kutoka vishilingi kwenye kichwa, mabaka. Basi anaambia wewe chukua tu kijesi cha kuku unapaka. Nani kakwambia kwamba kijesi cha kuku eti ndio ukitena kile cha laini, yaani auweke kwenye kichwa? Nani nakwambia hiyo najisi unafanya kuwa ndio tiba? Kwa hiyo kwa sababu mtu hajui suluhisho la tatizo hilo, ametumia labda dawa nyingi lakini hajapata suluhisho, basi anaamua kubuni dawa ambazo haziko rasmi. Mimi nikwambia usipate tabu. Mtaalamu anatuambia huyu bingwa huyu Dr. Arumi kwamba hii mafuta ya zaitun nur ambayo ndani yake kuna mafuta haya ya aruthabi yanakwenda kurekebisha matatizo yote ya ngozi. Lakini kuna dada zangu ambao wao wanapenda sana urembo, Sheikh Hamisi. Yaani anataka akae vizuri kwa mumewe, awe ana muonekano mzuri. Pia mtaalamu anatuambia kwamba haya yanasaidia sana katika kuifanya ngozi ya mwanadada ikawa vizuri kabisa akiamua kutumia. Yaani ni zaidi ya hizo losheni anazozitumia yeye. Yaani ni zaidi ya hivyo vipodozi sio anavyovitumia yeye. Yaani ni mafuta ya asili ambayo yanaweza kuifanya ngozi yake ikawa nyororo, yenye mvuto, la isiwe kuwa na matatizo yoyote. Kwa sababu kuna baadhi ya mama zetu tunakuta kwamba hapa chini ni mweusi, kule juu mweupe, yani ana alama tofauti, na hii ni kwa sababu anatafuta urembo kwa kila aina. Mimi nikwambie wewe dada yangu unasikiliza hapo na unasikiliza FM sahihi, basi hakikisha unafika pale nyumba ya tiba na dua pale mtaa Lugulabii pale kwa Jone. Nataka unikumbusha hapo kwa Jone. Unafika pale unakuja kupata jambo lako hili, itakusaidia sana. Lakini anasema pia mtaalamu anasema yuazizu min sihhati almar'ati khilala fatrati alhaml. Lakini pia kuna baadhi ya kina mama, narudi kwako wewe akina mama, wakati wa kupata ule ujauzito ndio unaingia sasa, anakuwa anakosa nguvu sana. Anakuwa muda wote anahitaji kulala tu, hawezi kufanya kazi yoyote, manake anachukia matokeo yake, anakula vitu vya ajabu. Hii inakwenda kutengeneza calcium, inakwenda kumfanya mama asitamani kula udongo. Kuna baadhi ya kina mama akipata ujauzito utamkuta amejibana kwenye nyumba ya udongo, anatafuna udongo. Maana kuna madini fulani yanakuwa kwa sababu ya kupata ule ujauzito yamepungua. Kwa hiyo haya madini yaliyopungua yanakwenda kujazwa na zaitun nur. Kwa hiyo hatupata tena yale matatizo ya kwenda kutafuna udongo. Kwa hiyo haya na mengineyo tunamwambia kwamba yeye aendelee kusikiliza hapa. Kuna faida kubwa sana ambazo zinakuja na Sheikh Hamisi, namuona hapa atatujazia jambo jingine. Naam Sheikh. Nirudi pia kwa Sheikh kwa maana ya Sheikh Hamisi. Tumezungumza na tumeona uwepo wa faida kwa sababu ya matumizi ya mafuta ya zaitun nur. Tujikite kidogo basi kutazama namna ambavyo mafuta ya zaitun nur ina uwezo wa kupambana na magonjwa yale ambayo yanasababishwa na shirki kwa kiasi kikubwa. Unajua kwa namna gani hilo unalozungumza, kesho nitakuja kuelezea rasmi yake shirki, jambo la ushirikina, jambo la machawi na kadhalika. Lakini kwa sasa kuanzia jana mpaka leo tunaelezea maradhi ya kibiolojia ambayo yanaweza kukuta watu kama sukari katika hali za pressure. Ndio maana tunasema mwanachuoni huyu anaelezea katika tahsini judatul hayawanat almanawiyya kwamba mafuta haya ya zaitun nur ambayo ndani yake kuna mafuta ya boga inaenda kutengeneza uwezo mzuri wa zile sperms, lakini pia kutengeneza ile shape yake, muonekano wake mzuri na utendaji wake uliokuwa mzuri.
kwa idhni yake tabaraka wa taala. Kwa sababu anasema قد تساعد زيت البذور القريعة على تحسين جودة الحيوانات المنوية وذلك. Anasema kwa hakika mafuta ya mmea wa boga, yani zile mbegu zake zinavyotoa mafuta yake yana uwezo mkubwa wa kutengeneza uzuri na shepu nzuri ya zile sperms za mwanamume, na kuweza kuwa ni mwanamume aliyekuwa rijali kabisa, na mwanamume ambaye anaweza akatengeneza riziki ya watoto katika familia yake katika hali za namna hiyo. Kwa nini nakuwa katika hali hizo? Kwamba nadharan lilghaniyin hadhihi budhur bizinki, kwanza mbegu hizi za mafuta ya boga zina utajiri mkubwa sana ndani yake kwa madini ya zinki. Na haya madini ya zinki ambayo ni muhimu sana katika afya ya mwanamume, asema walladhi yartabat al-inkhifad mustawiyatihi 'adatan بمشاكل في جودة الحيوانات المنوية وصحة الإنجابية لدى الرجال عموما. Anasema kwa hakika mafuta haya madini ya zinki ambayo yana mustawa mzuri sana wa kwenda kutengeneza, au uwezo wake ni mkubwa sana wa kwenda kutengeneza uwepo wa zile mbegu za kiume, kwa maana tunasema sperms, lakini pia kutengeneza ile shepu yake na hata uogeleaji wake wakati ule ambapo baba tayari ameziacha ziweze kwenda na kusonga mbele na kuweza kutungisha uzazi katika hali za namna hiyo. Kama jinsi Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala anasema khuliqal insan min ma'in dafiq, kwamba ameumbwa mwanadamu kutokana na maji yanayotoka kwa nguvu, maji yenye kuchupa. Sasa ikiwa kama baba maji hayachupi kwa nguvu, wewe maji yakitoka ni hapa jirani tu hapa, basi wewe unakuwa umeenda tofauti na namna ambavyo Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala anavyotaka. Baba inatakiwa maji yatoke yaruke. Ndio Mwenyezi Mungu anavyosema khuliqal insan min ma'in dafiq. Sasa madini haya zinki, kwa sababu utaweza kuyatumia yale mafuta ya boga ambayo ndani yake ndio kwa ujumla wake tunasema ni mafuta ya nur. Maana yake baba huyu atakuwa ni baba mlingoti chuma, bendera chuma na kamba yake chuma. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanamume anapokuwa bendera chuma, kamba chuma, maana yake hata yale maji yakitoka chuma hivyo ya wala hayatotoka katika ule urege. Ndio Allah Tabaraka wa Taala anachokusudia. Kwa hiyo wanamume wengi wanashindwa kufikia malengo na kuwatupia lawama wa mama kwamba wewe huleti riski hapa nyumbani, riski ya mtoto, wewe unanipotezea tu muda, bora nitafute mwingine. Kumbe tatizo ni lake yeye mwenyewe baba. Sasa wewe baba usiwe tena regerege katika hali ya namna hiyo, lazima uwe ni baba ambaye mwenye familia. Kwa hivyo biidhnillah Tabaraka wa Taala isibakie tu ni lawama yako kwa mama, bali na wewe mwenyewe ujichunguze kwamba je, maji yako yanatoka vizuri kama jinsi alivyosema Allah Tabaraka wa Taala? Na kama hayapo katika hali ya namna hiyo, basi jua kwamba huo ni upungufu wako. Na kama ni upungufu, basi jitahidi siku ya Jumamosi na Jumapili yake biidhnillah Tabaraka wa Taala uje upate mafuta ya nuru, utumie kwa kunywa, lakini pia yapo mengine ambayo utatumia kwa kupaka kwa idhini yake subhanahu wa subhana. Lakini pia tunasema mafuta haya ya boga kwa idhini yake Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala anaenda kufanya maajabu mengine. Kwa nini? Yana uwezo wa kutengeneza shepu nzuri ya zile sperms zako wewe baba. Lakini pia kwa nini? Yana uwezo wa kuyafanya maji yako yaweze kutoka kwa nguvu katika kitendo ambacho Mwenyezi Mungu ndicho anachotaka kitokee kwako. Anasema li annaha qad tahmil hayawanat almanawiyya min ay darri qad tusabbiba أمراض المناعة الذاتية أو العلاج الكيميائي. Sema kwa sababu ndani ya mafuta yale ya boga kunapatikana madini ya zinki, na yale madini ya zinki yatakapokuwa yamekaa vizuri kwa mustawa unaotakiwa ndani ya afya yako na mwili wako baba, maana yake zile sperms zako, yale maji yako yataenda kufanyiwa hamaya, yani kinga, kutokuweza kupata na madhara ya aina yoyote. Yale maji yatawekewa kinga yakiwa ndani kwako, ndani ya mwili wako kabla hayajatoka,
yatakuwa yapo ndani ya kinga, lakini pia hata yanapotoka kwenda kwa mama pia yatakuwa yale maji yameambatana na kinga maalum. Maana yake sasa, kama mama atakuwa na wale bakteria wa UTI, maana yake mbegu hizi hazitodhurika. Kama mama atakuwa na tatizo la wale bakteria wa PID, maana yake yale maji hayatopata madhara na yatazidi kusonga mbele mpaka kwenda kutungisha mimba katika hali ya namna hiyo, kwa sababu zimewekewa kinga maalum na kwa sababu kule zilipotoka mwili wake ulikuwa umesheheni madini ya zinki, na madini ya zinki ambayo wewe baba tayari ushapata ndani ya mafuta ya nuru kwa idhini yake tabaraka wa taala. Ama pia kwa kumalizia nukta hii ya kuhusiana tahsin judatul hayawanat almanawiyya, mwanachuoni akaendelea kusema li'annaha, kwa sababu mafuta haya ya boga ambayo yanaenda kuwa katika mchanganyo wa mafuta aina 9 ambao kwa ujumla wake tukaita ni mafuta ya nur, tunasema li'annaha ghaniyat bimadadat al-aksida allati tusaidu ala tahsin mustawiyat testosterone fil jismi. Ya salam. Mwanachuoni anasema lakini pia si tu kwa mwanamume kuwa na maji yaliyokuwa imara, si tu kwa mwanamume kuwa na wale sperms wenye shape iliyokuwa nzuri na wenye kuweza kuogelea vizuri mpaka kwenda kukutana na yai la mwanamama, bali mwanachuoni anasema mafuta hayo ya nuru yana antibiotic maalum ndani yake ambayo inaenda kusaidia na kuweka uzuri mustawiyat testosterone, yani ule kile kiwango sawa kinachotakiwa katika mwili wako wewe baba cha hormone ya testosterone, ambayo testosterone kwako wewe mwanamume ndio tunasema ni hormone al-dhakar, ni hormone ya kiume, ambayo kama wewe mwanamume ukiikosa hormone hii ya testosterone, maana yake unaweza ukaja ukaitwa jina tofauti. Badala ya kuitwa Uthman mathalan ukaja kuitwa Zubeda, badala ya kuitwa Juma ukaitwa Zainabu, kwa sababu testosterone kwako haipo. Na testosterone ndio hormone ambayo inakufanya wewe uonekane kidume, uwe na sauti nene, uwe ni mlingoti chuma, uwe ni bendera chuma, na kamba yake iwe ni chuma, yani uwe ni mrungurungu wa ukweli, uwe ni rungu la ukweli kama utakapokuwa na testosterone katika hali za namna hii. Sasa biidhnillah tabaraka wa taala, ili uendelee kuwa mlingoti chuma, jitahidi uje uyapate mafuta haya. Utatumia kunywa na utatumia kupaka kwa idhini yake tabaraka wa taala. Ni mafuta mujarrabu sana sana, subhanallah ya rawa, wallahi sijui hata thamani yake, ni aghalu thamani, lakini tunakuletea sisi nyumba ya tiba na dua kwa gharama iliyokuwa ndogo sana ya sadaka ya shilingi 5,000 tu. Utaweza kupata mafuta yako ambayo yataweza kuondolea shida na mitihani yote iliyopo katika mwili wako. Lakini pia jitahidi sana sana sana, kwa sababu mafuta haya ni machache mno ambayo yamekuja kiuchache, na hata wale kipindi cha mwezi wa 8 walishuhudilia kwamba kweli mafuta ni machache, na mpaka leo hii wengine walianza kuyaulizia zaidi na zaidi, mpaka nikafikiria tena niweze kuyarejesha mafuta haya, na biidhnillah tabaraka wa taala yamerejea tena mafuta haya kwa idhini yake Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Sasa fursa yako hii ni yako, itumie siku ya Jumamosi na Jumapili yake uweze kuhudhuria nyumba ya tiba na dua. Bado tunaendelea kupatikana hapa Mtwara mjini, maeneo ya Gulabi, barabara ya Runyota au barabara ya kwa Jone, jirani na Amigo. Waweza kutupigia kwa namba ya 0713 43 98 91, 0713 43 98 91, 0713 43 98 91, au kwa namba 0758 67 85 52, 0758 67 85 52, 0758 67 85 52. Biidhnillah tabaraka wa taala tutawenda kuyapata makubwa kwa idhini yake subhanahu subhanahu. Naam. Nikupe Sheikh dakika zisizopungua 5.
kwa ajili ya kupiga msumari hapa, alafu tukirejea huko Naam, tuje kuchukua simu za wale ambao wanatufuatilia. kwa sababu bingwa hapa anatuambia kwa maelezo yaliyotoka hapa ya Sheikh Khamis ni kwamba haya mafuta kwa kweli yana faida kubwa sana, kwa sababu kila mmoja katika hayo matirio ambayo yamewekwa mule ndani, tukiwa tunamaanisha haya mafuta ya tende, mafuta ya boga na mengineyo, kila moja inajitegemea, maana kila aina ya mafuta yanajitegemea katika kutibu maradhi. Mengine yanafanana na maradhi ambayo yanatibu mafuta mengine. Sasa hapa katika kitu ambacho nitajazia katika zile faida 25 za mafuta ya tende, ambazo zote hizo zinakwenda kuingia katika Zaitun Nur, ambayo huyu mtu akiyapata anakwenda kufanya mambo makubwa sana biidhnillahi karim. Anasema yuadda min al-ashya' al-maghziya jiddan wala yusabbibu fi mashakil binisbati al-jism haythu yahtawi ala nisbatin qalila jiddan min al-frust wad-duhun mimma yaj'aluhu mithalan fi at-takhdhiya. Taalamu anatuambia kwamba haya mafuta haya mtu asije akawa na wasiwasi nayo kwamba mbona nakunywa mafuta, wakati tunaambiwa baadhi ya mafuta ni madhara katika mwili wa binadamu, ambayo yanatengeneza cholesterol na damu inakuwa haizunguki vizuri na mapresha yanakuwa mengi mtu anapokuwa ana mafuta mwilini. Sasa anasema mtaalamu kwamba mafuta haya ni mafuta ya kwenda kuyeyusha mafuta ambayo hayo yanaitwa cholesterol, yaliyojaa katika moyo wako na yaliyojaa katika mishipa ya kupitisha damu, kiasi kwamba damu yako haitembei vizuri, kiasi kwamba muda mwingi wewe ni mtu wa kulalala na kuwa goigoi, manake hupendi kuchapa kazi. Kwa hiyo haya mafuta ukienda kuyatumia yatakufanya uwe ni sahili, mwepesi sana, yale ambaye ni mtu ambaye unapenda kuchapa kazi, na yanakwenda kuzungusha damu kwa kiasi kikubwa sana, kiasi ambacho biidhnillahi alkarim mambo yako yatakwenda kuwa katika mustawa na hali ya aina yake. Lakini pia yanasaidia katika wale waliokuwa na matatizo ya tuliyozungumza jana hapa, matatizo ya tezi dume, manake ni matatizo ambayo yanafanya haja ndogo inakuwa iko shida sana. Lakini pia ni mafuta ambayo Zaitun Nur yanakwenda kusaidia mtu nuru ya kuona, na hii ni katika kitu ambacho tunatakiwa muombe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu macho bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyaita habib, manake kipenzi cha mwanadamu ni macho. Macho ni katika kiungo ambacho ni lulu, jauharun ghaliyatu thaman, manake macho ni jauhara ambayo ina thamani kali sana. Sasa yanapopoteza nuru hayana mbadala, huwezi kununua kwa mali yoyote, kwa sababu ni jauharatun khaliya. Kwa hiyo unatakiwa wewe ujitahidi sana kuhakikisha macho yako unayatunza, na kitu ambacho kinakwenda kutunza macho yako na haya mafuta ya nuru haya. Ukiyapata yanakwenda kukutunzia macho yako, na utapata uwezo wa kuona maandishi madogo, maandishi makubwa. Yani unaweza ukaiambia miwani basi, yani kama ulikuwa unatumia miwani ili kuweza kuona, ukiyatumia kwa wingi haya mafuta biidhnillahi alkarim mambo yatakwenda katika mustawa. Na hiyo bwana Gunda, kuna wale ambao wanakuwa na wale watoto wa macho. Na wapo wengine macho yao yanakuwa kama ni michanga. Ni kweli. Na wapo wengine ambao wakilala au hata asipolala macho yake yanakuwa yanatoa machozi, na machozi yenye rangi kama umanjano, yani inatoa taka. Na wengine unakuta kwamba yamekuwa mekundu sana. Kwa hiyo yote kwa yote biidhnillahi tabaraka wa taala, hii ndio bakora nzito imefika. Na tukijazia Sheikh Khamis ni kwamba haya mafuta au hii dawa tunakwenda kukupa wewe itaambatana na dua. Yani lazima tufahamu kwamba kutakuwa na dua, tutamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa duaul nur. Na jana ulileta yale matirio kusema ya nur tanawwar, manake kutakuwa na kwa ajili ya kuwekea dua maalum ambayo wewe mwenye matatizo mbalimbali, tatizo la ujane, mmoja katika matatizo haya tunakwenda kumwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala kuondoshe ujane. Wewe una matatizo ya umaskini, ufukara, kila unachofanya hakiendi vizuri, hapa lazima tumlilie Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba tufanyie upesi katika majambo yetu haya. Kwa hiyo hayo na mengineyo
yanakwenda kufanyika hapo siku ya Jumamosi. Kikubwa ni kwamba kamata hizo namba za simu ambazo shekhe amekutajia na uweze kupiga, lakini chengine mtu aweze kuweka oda ya aje kesho aweke oda yake, kwa sababu machache sana mafuta yenyewe ni machache sana. Yaani ukisubiria kwamba utasubiria Jumamosi, unaweza, vijana wanasema itakula kwako. Yaani vijana wanasema itakula kwako. Hakikisha isile kwako, wewe uje mapema weka oda. Na sadaka yake bwana Bunda ni shilingi 5,000. Subhanallah. Yaani mimi nikaangalia mafuta ya tende yalivyokuwa ghali, lakini Sheikh kwa mapenzi ya Wanatwara anasema mafuta ni shilingi 5,000 tu, na unatakiwa upate ya kunywa na ya kupaka. Maana kujitahidi, maana vile uwe umevipata. Lakini pia tunamshauri, sababu kuna mwingine matatizo yake ya muda mrefu, labda ameparalyze ana miaka 3, 4, maana yake ana stroke, hawezi, miguu haichezi wala mikono haichezi, upande wote wa mwili umekufa. Kwa hiyo ile tatizo ni la muda mrefu. Kwa hiyo asichukue moja moja, ajitahidi kuchukua kwa wingi, ili mradi kwa mambo yaweze kwenda vizuri. Na mwingine ana madonda ya muda mrefu, ametumia vichupa karibia 50 vya madawa, lakini bado makovu na madonda bado yuko nayo. Kwa hiyo huyu cha kumsaidia ni kwamba aje achukue kwa wingi, kwa sababu akichukua kwa chache atakuta amepata nafuu, kisha baadaye ile hali inajirudia tena, na aweza akaona mbona mashaka waliniambia alafu haijatekeleza. Ni kwamba umechukua chache. Kwa hiyo jitahidi uje uandikishe. Ukishajiandikisha mambo yatakwenda kuwa mazuri sana biidhnillah karim. Yaani mafuta ya nuru ni nuru, ni nuru, ni nuru. Na Sheikh Abdallah, niseme tu kwamba katika hili nukta ulizozungumza la kujiandikisha, naam, mchana wa leo, naam, mchana wa leo Jumanne, naam, tumeweza kuandikisha watu 50. naam, watu 50, ingawa kila mmoja kwa aina yake. Mwingine mmoja au wawili, na wako ambao waliandikisha 3, wako ambao waliandikisha 7, wako ambao waliandikisha 10. Nakumbuka yule aliyokuja asema nataka yote achukue peke yake. Nakumbuka nikamwambia sasa mama wako wenzako sasa sema mimi bora uniwekee hayo yote nichukue mimi. Sasa hebu angalia msikilizaji, kuna mtu amekuja pale anasema nataka kuchukua yote. Sasa sisi hatutaki iwe hivyo, tunataka kila mmoja awe amepata. Kwa hiyo mimi nilishindwa kumkubalia kwa sababu najua hapo ndugu jamaa na rafiki wengi tu ambao wanasumbuliwa na maradhi. Kama yeye akataka yote tunakuanisha. Hao wengine wanapata wapi? Hapo mafuta yenyewe aghalu yanapatikana kwa taabu, kwa shida katika hali ya naam. Haya, mimi niwakatishe ili tupate nafasi sasa ya kusikiliza wale ambao wanatufuatilia wakati huu. Natamani kusikia kutoka kwako ambaye unatusikiliza swali kwenda kwa Sheikh. Halafu mara baada sisi kuondoka hapa, basi ndio upige zile simu za oda. Unaruhusiwa kupiga simu ya oda, lakini mara baada ya kuuliza swali. Natamani niwapate wale ambao wanataka kuuliza maswali moja kwa moja ya wapi hapa hawajaelewa, wanataka maelezo na wanahitaji kuelewa nini na nini. Basi bwana Mkazi, ngoja kwanza nikwambie kitu kimoja. Si tu kuuliza swali, lakini hata yeye mwenyewe kutoa oda yake hapa redioni bado ni bora. Yeye anataka 50. Bado ni bora zaidi yake. Kwa umekuja na kalamu na daftari hapa. Mimi zote hapa ninazo hapa Sheikh. Basi subiri tuwasikilize wale ambao. Yaani licha kumsikiliza hapo kwenye message anaweza kutumia. 0713 nitachukua simu kadhaa kutoka huko. 0713 43 98 91. Nipigie simu sasa hivi, nitakupokelea alafu nikusikilize. Haya, ya kwanza hii hapa. Ya kwanza hii. Hello. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari yako? Salama. Tunazungumza nani? Karibu. Ndio. Toka mwaka yani inataka toka mwaka 2003. 2003 mpaka 2019. Okay.
Na uzuri naliendelea mpaka hapa si 500 tu nauli. Haya basi msikilize Sheikh. Sheikh. Naam. Mimi nimemsikia, unajua huyo anasumbuliwa vitu vinavyoitwa tajaid al-bashar, lakini pia kuna zile hukatu ambazo zinazomtokea katika mwili wake. Niseme tu biidhnillah tabaraka wa taala, kwanza angefika kwanza ya kituoni kwetu, ukaona athari. Nimemuuliza makusudi kwamba si 500 tu. Athari yake ipoje, ukubwa tatizo upoje, ili kuona namna gani na mtindo gani mzuri zaidi wa kuweza kuliondosha hilo. Unajua kumwona mgonjwa ni bora zaidi kuliko kumsikia tu. Okay. Na uzuri wa gari zote zinaliendelea zinapitia hapa Chuno. Kwa hata akishuka pale, soko la Chuno pale, akasema ananyoka na hii barabara. Kuna barabara unyoka atakutana nayo tu barabara. Au barabara kwa Chuno. Haya. Soko la Chuno ni ile kubwa. Halo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari yako? Salama. Tunazungumza nani? Karibu sana kutoka Naliendele. Ndio. Okay, basi Sheikh atatusaidia hapa kwa kushirikiana na Sheikh mwenzake. Sheikh. Mimi nipende kuambia kwamba kwanza ingekuwa ni vyema zaidi kwanza angeenda hospitalini kwenda kucheki moyo wake. Kwa hiyo angepata majibu mazuri ya kivipimo, kwa sababu wenzetu kule wana vipimo. Sasa itakapokuwa kama ni jambo ambalo halieleweki katika vipimo vya kisayansi na kibiolojia, basi tunamkaribisha aweze kufika na sisi kupata details zake vizuri na kujua njia gani itakuwa nzuri ya kusaidia inshallah. Na chukua simu nyingine hii hapa. Hello? Salama, tunazungumza na nani? Kutoka Mbembaleo, karibu. Unaitwa nani? Suleimani. Mbendo Suleimani. Haya basi Sheikh ataandika hapa alafu utapiga simu baadaye. Kipindi kikisha tupiga simu. Amesema yeye ana shida ya chupa zake 3. Kwa kipindi kikiisha hapa Sheikh na hakika utafanya namna ili chupa zake 3 aweze kuzipata. Ninachukua simu ya mwisho. Kwa pia 07 13 43 98 91. Ingine hapa. Halo. Naam. Habari yako? Salama, habari yako? Salama. Tunazungumza na nani? Ligula Bibi Heri kutoka Ligula C hapa. Ndio. Okay. Kwa ungehitaji kupata maelezo zaidi. Okay. Sulisha ile hospitali. Okay. Basi kama ulienda hospitali basi nafikiri Sheikh atatusaidia hapa. Sheikh. Unajua huyu anaweza kuwa na kile kitu tunachoita ni tihabul mathani. Tunasema shida ya maumivu ya kibofu cha mkojo. Lakini pia vile vile inawezekana akawa na ile tihabu al-masalik al-bawliya, tunasema UTI. Nayo inaweza kuwa inamsumbua, na kwa sababu maeneo ya Mtwara huko
tatizo la UTI kidogo ilikuwa ni mtihani kidogo. Kwa hiyo yote kwa yote, ili kupata ubaini wa ni tatizo tu la kibofu cha haja ndogo au ni UTI au ni system nzima ambayo inapelekea hivyo, ni sukari au ni vyema angekuja na mimi nikapata kumhoji jambo lilianzaje, ili kujua nini hasa kinachomsumbua, na kulingana na majibu yake katika kunijibu, na mimi nitajua kwa majibu haya huyu tatizo lake ni hili na kwa dawa yake ni hii. Okay, ninayo dakika moja. Hii dakika moja nimpe Sheikh Abdallah, alafu mimi nitakuja kuzitaja namba hapa ambazo Sheikh anapatikana, maana yake tukiondoka hapa unaweza kumpigia. Sheikh, karibu tumalize dakika moja. Kwanza niseme tu kwamba Wanamtwara wamebahatika sana kwa kumpata Sheikh Khamis Suleiman, na nyumba ya tiba na dua ni sehemu ambayo wanatakiwa ikamate sana kwa mikono yote, kwa asilimia zote, kwa sababu kupata watu kama hawa ni kitu ambacho ni adimu sana. Kwa hiyo wang'ang'anie, lakini pia chingine nisisitize kwa wale waeka oda, kuhakikisha wanakuja kuweka oda, kwa sababu bidhaa yenyewe hii ni chache sana, kiasi kwamba yaani kupatikana ni kwa uchache sana. Kwa hiyo mtu atakapozembea akasema mimi nasubiria Jumamosi, anaweza akafika pale hapo akaambiwa bwana, fedha yako rudi nayo, bidhaa hakuna. Kama hivyo amejitokeza mtu anasema anataka zote achukue yeye peke yake, haoni kwamba kama sikukatalia, manake ingekuwa sisi leo atuje hapa tunazungumzia kitu kingine, maana imekwisha ingekuwa. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba aje mtu afanye jitihada na andike oda ili tuweze kumwekea na mambo yatakwenda vizuri inshallah. Okay, asante sana. Sheikh mashehe hawa wanapatikana Ligula B, barabara ya Lunyota, jirani kabisa na kwa Amigo. Tumia namba hizi kuweza kuwapigia wakati huu kwa ajili ya kwenda kuweka zile oda zako sasa, kwa maana ya wapigie kupitia 0713 43 98 91 au 0758678552 0758678552. Hizo ndo namba ambazo unaweza kuzitumia, lakini vipindi hivi pamoja na vipindi vingine vinapatikana YouTube channel, kwa maana ya ukisearch kule kwa jina la Nyumba ya Tiba na Dua na ukaandika Nyumba ya Tiba na Dua, basi unaweza kupata masomo mbalimbali pamoja na haya ambayo yanaendelea hapa. Unachotakiwa kufanya manake ni kusubscribe ili uweze kuwa mwanafamilia kwa Nyumba ya Tiba na Dua. Kwa niaba ya Sheikh Khamis Suleiman pamoja na Sheikh Abdallah Bunda kutoka Nyumba ya Tiba na Dua, mimi naitwa Rajab Mnakani, niseme usiku uwe mwema kwako, wabillahi tawfik.